Mungu kwa Mungu amekupa uhai na uzima mpaka siku ya leo. Mtukuze Bwana. Haleluya. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya yale ambayo anayatenda katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na mshukuru Mungu kwa ajili baba na mama kwa ajili ya nafasi ambayo umenipa. Na kweli sio rahisi sana kusimama mahali hapa jamani. Na kuona kwamba unapewa nafasi na kusimama. Wakati mwingine inakuwa ni ngumu sana, lakini tunamwamini Mungu ambaye anatupa nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Wangapi wanaamini leo watapokea kitu asubuhi ya leo? Amen. Haleluya. Somo langu asubuhi ya leo linasema wito wangu kwa Mungu. Wito wangu kwa Mungu. Ni somo langu lakini ndio maana nasema wito wangu kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na maana nataka na wewe ujimilikishe kwa Mungu. Lakini katika somo hilo kichwa kinasema wito wangu kwa Mungu. Kuna kipengele chake kinasema hivi: Mungu huandaa watu au humwandaa mtu kabla hajamtumia. Unaweza kaandika pia, Mungu humwandaa mtu kabla hajamtumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu humwandaa mtu kabla hajamtumia. Kwa hiyo katika wito ambao Mungu anatuita, kila mmoja amemwita wito. Mchungaji mahali hapa alifundisha kwamba kuna wito wa kwanza ni wito wa wokovu. Si ndio jamani? Kwamba Mungu ametuita wote, tulikuwa watu dhambini, tulikuwa watu ambao tufai, tunatumikia dunia. Tulikuwa watu ambao tupo katika dhambi, tulikuwa katika dimbwi la uovu. Wito wa kwanza ambao Mungu alituita, akatuita tuje kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshangilie Bwana kwa sababu uko hapa asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana kwamba uliitika wito wa kwanza wa wokovu. Haleluya. Mungu alikuita huko tuliko. Kuna wengine waliimba kwamba uliniona toka mbali, ukaniita, ukaniweka karibu. Ndivyo Mungu ambavyo ametuita. Wengine walikuwa tufai kabisa. Wengine tulikuwa katika maeneo ambayo hatusingetazamika, lakini leo Mungu ametuita, tupo katika jumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ni wito wa kifahari na wito wa kwanza wa maana kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wito wa pili ambao Mungu anatuita kwa muktadha na kwa mjibu wa mchungaji aliyetufundisha, alisema kwamba wito wa pili ni wito wa huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuingia katika huduma. Kwamba Mungu ametuita tuje nyumbani mwake, tuje kwake, tupate wokovu, lakini kumbe hajatuita tukae tu. Hajatuita tuwe tu watu wa kawaida, lakini ametufundisha ya kwamba tunatakiwa kuingia katika huduma. Ina maana kwamba lazima tuwe watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizo huduma hatuwezi kufanana. Kuna huduma za tofauti katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanakubaliana na mambo haya mawili? Kwamba tumeitwa wito wa kwanza tuingie katika utumishi wake. Tuingie katika wokovu. Toka dhambini. Tumeitwa tuingie watu wa nuruni. Lakini wito wa pili kwamba tuingie katika huduma. Wangapi wanaamini kwamba wao ni watumishi? Mikono imepungua. Mchungaji, una watumishi wachache sana mahali hapa. Wangapi ni watumishi wa Mungu? Watu wameniamini. Hivi haujiamini mimi kama wewe ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kama umeitwa wito wa kwanza, kwa wewe unatosha wito wa kwanza, unatosha. Kuna wito mwingine. Haleluya. Mwambie jirani yako kuna wito wa pili tena. Tambua hilo. Na ukijua kama kuna wito wa pili hautakaa kizembezembe. Amen? Hautakaa tu kawaida. Hapana. Utakuwa unatembea katika wito wako ambao kama Bwana kuna muda wote kuna kengele italia. Kuna kitu ambacho kitaklik katika moyo wako. Ndio wito wangapi? Wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na katika somo hili tutajikita sana wito wa Musa. Amen. Wito wa nani? Wa Musa. Tutaangalia kwa urefu. Ingawa tutaangalia watu wengine, kitu tuangalia namna Musa alivyoitwa. Na maandiko ambayo utayasoma, hatuwezi kusoma yote hapa. Nataka ukifika nyumbani kwako usome Kutoka. Sawa? Soma Kutoka kuanzia mlango wa kwanza mpaka mlango wa 4. Kwa namna ambavyo somo letu ambao litakuwa. Utasoma katika Kutoka sura ya kwanza hadi 4. Lakini mstari wetu mkuu wa leo ambao tutausimamia upo katika Kutoka sura ya 3 mstari wa 10. Kutoka sura ya 3 mstari wa 10. Biblia inasema Kutoka sura ya 3 mstari wa 10. Biblia inasema, haya basi nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli
katika Misri. Nitarudia. Basi nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona ukifikia maneno mtu anasema haya basi, maana yake kulikuwa na mlolongo mrefu wa shughuli. Amen. Kulikuwa na mlolongo mrefu wa mambo yaliyofanyika. Sasa hapa tumefika makubaliano sasa, kwa sababu tayari umeiva. Si ndio? Wengine wanasema umekwiva. Kwa sababu tayari sasa hivi uko tayari. Sasa hivi tayari umeshaiva kwa neno la Mungu. Sasa hivi uko tayari, kunanisikia sauti yangu, nitakutuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, ina maana kwamba tayari umeingia kwenye mfumo wa Mungu. Amen. Tayari Mungu ameridhika na utendaji wako. Tayari Mungu amekusikia. Tayari ameshaona moyo wako ulivyo. Ameona nafsi yako ilivyo. Ameona nia yako. Sasa basi, nitakutuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakutuma. Ili waje, ili ukawakomboe na kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukienda sura ya kwanza utaona namna ambavyo wana wa Israeli walivyokuwa wanaongezeka kwa kasi katika nchi ya Misri. Walikuwa wanaongezeka. Na wakati wanaongezeka, Waebrania walikuwa wanaongezeka kwa kasi. Ukaingia mpango kwamba tuipunguze kasi yao. Ndio Farao kwamba lazima tufanye nini? Tupunguze nini? Kasi ya hao wana wa Israeli. Kwa hiyo Farao akaogopa namna ambavyo wana wa Israeli walikuwa wanaongezeka kwa kasi. Kwa hiyo ukafanyika mpango kwamba lazima tutafute wakunga. Wakunga tunafahamu ni watu wanaozalisha, si ndio? Wanaozalisha ili tuwaambie kwamba ukikuona wale wanawake wa Kiebrania wanazaa mtoto wa kiume, lazima akufe. Ni Mungu wa Kiswahili hicho, si ndio? Lazima afanyeje? Akufe. Au wawe. Daktari amenisaisha. Au wawe. Kwa hiyo huo ulikuwa mpango wa kwanza kwamba lazima tuwapunguze kasi yao hao watoto hao wanaozaliwa wa kiume, kwa sababu wa kiume always ni uzao, si ndio jamani? Ni mbegu ile kwamba lazima tuwakandamize wafe. Haleluya. Kwa hiyo amri ilitolewa kwamba watoto wote wa Kiebrania wanaozaliwa wauawe. Lakini ukisoma pale chini inaeleza kwamba hao wanawake wa Kiebrania walikuwa wale wauguzi walikuwa wanamhofu nani? Mungu. Amen. Walikuwa na hofu. Walikuwa na hofu ya Mungu. Haikuwa rahisi kwamba wao wafanyeje? Watekeleze huo mkakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 18 mlango wa kwanza. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na akawazalisha kuwauliza, kwa nini jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikiria. Hii sababu walitengeneza wao. Sidhani kwamba ilikuwa hivyo. Walikuwa na uwezo wa kusubiria mpaka anapojifungua wamchukue mtoto wamminye afya. Lakini Biblia inasema hao wanawake, mstari wa 17 wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamria. Walikuwa wanamcha nani? Mungu. Kwa hiyo wakakepesha ule mpango wa Farao wa kuwaua watoto wale wa kiume. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakawahifadhi wale watoto wa kiume. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine mikakati inaweza ikapangwa juu yako, si ndio? Juu ya ndoto zako, juu ya huduma zako, juu ya maisha yako ya kiroho. Si ndio? Watu wakapeka kila kitu utaratibu wa kunase kwenye mitego. Lakini neema ya Mungu inaweza kumuinua mtu ambaye hata ukujui, anaweza kukusaidia akakutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo ule mpango ukafeli. Sema mpango ukafeli. Kwani shetani huwa anakata tamaa? Hakati tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kwamba hao wanawake tayari
Sijui kama nilikuaje, lakini walisema wale watu bwana, wanawake wa Kimisri, wanawake wa Kiebrania sio kama wanawake wenzetu hawa nini wa Misri. Hawa ni wanawake shupavu. Kwa nini? Watu wale ni walikuwa watumishi wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakatoa sababu kwamba hawa watu kabla hatujafika kuwazalisha tayari tumekuta wameshazaa. Okay, kama ni hivyo tunafanyaje sasa? Mpango wa pili ukatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akasema mstari wa 19, wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hawa wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri. Hawa wanawake wa Kimisri ni legevu. Amen. Sio watu mashujaa. Kwa kuwa ni hodari, huzaa kabla mzalisha hajapata nafasi, hajafika. Basi Mungu akawatendea mema wazalisha. Haleluya. Akawatendea nini? Mema wale wazalisha, wale ambao walikuwa wanazalisha, wale wakunga, kwa sababu walikwepisha mpango mbaya wa adui. Mungu akawatendea mema. Haleluya. Akawatendea mema. Wangapi wanatemea kutamani kutendewa mema? Wengi tunapenda kutendewa mema, lakini hatuko tayari kutenda nini? Mema. Hatupo tayari. Tunahitaji vitu vingi kwa Mungu. Mungu nisaidie, lakini wewe hujamtendea Mungu mema. Mkaidi, mkorofi, kiburi, kujisikia, kujihurumia. Alafu nataka Mungu akutendee nini? Mema. Kwa hiyo Mungu akawabariki, akawatendea nini? Mema hawa wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Wao wazalisha wakatendewa nini? Mema. Lakini Farao alikasirika bila shaka, si ndio jamani? Si ndio Kwa sababu hawakutekeleza ule wajibu ambao walikuwa wamekubaliana. Haleluya. Na wasema wakaongezeka sana. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wakamsimamishia nyumba. Kisha huyo Farao akawaagiza watu tena, mpango wa pili unapangwa, si ndio? Si watoto wa kwanza pale hawajafa kule wodini si ndio? Kule kwenye kuzalisha kule. Ile kunahitaji kule leba leba kule. Kwa hiyo mpango watu waliweka kule leba kwamba kote kunakozaliwa Kiebrania tukaminye. Ikashindikana. Sasa shetani wakati tamaa na mpango wake kila siku anatufuatilia, si ndio? Anasema ilikuwa sababu wale wazalisha walikumcha Mungu. Lakini kisha huyo Farao akawaagiza watu wake, akasema kila mtoto mwanaume atakayezaliwa mtamtupa wapi? Mtamtupa wapi? Mto Naili. Akatupwe huko. Kwa sababu anaogopa hawa wa Misri, wa Israeli wanazaliana sana. Na kwa sababu wakizaliana sana utapata nafasi ya kusoma kitabu, utafurahi mwenyewe. Haleluya. Kwa sababu walikuwa wanaongezeka, walikuwa kwenye mateso makubwa, lakini walikuwa wanaongezeka, walikuwa wananawiri vizuri, wanaishi vizuri kile nchi ambayo ni nchi ambayo sio nchi ya kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akasema watu watakuja kutupindua watu, bila shaka lazima tupige kasi, tukatishe uzao wao ili wasiongezeke. Kwa hiyo mpango wa pili ukaweka kwamba kila mtoto mwanaume, kwa sababu tayari watoto wengi wameshatoka leba, si ndio? Wametoka leba, wameingia mtaani, wako kwenye majumba ya watu. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba kila mtoto mwanaume aliyezaliwa atachukuliwa na kutupwa wapi? Kutupwa wapi? Jamani, nataka niwe tutaongea wote, sawa? Nini mwalimu, sawa? Kutupwa wapi? Hapa ndio tuko sawa sasa, si ndio? Akamtupa, watupe mtoni. Kwa hiyo sasa kila mtoto hata mwanamke asema kwamba na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi hai. Okay, kwa kiume katauawa, lakini kwa wanawake tutakatuza tu. Hamna shida. Mwenyekiti wa baba ananiangalia sana hapa kwamba kumbe kwa wanaume kuna kitu cha ziada ambacho kifanya nini? Kimewekwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa haya masomo hatuwezi kufundisha hapa. Tutafundishana siku nyingine. Kwamba kumbe kwenye asema wanawake watatuzwa, lakini wanaume wafanyaje? Kwa sababu wamebeba mbegu, hawa wataendelea kufanya nini? Kuzalisha wengine, watazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo sasa mpango wote ulikuwa unafanyika kwa sababu kulikuwa na kusudi la Mungu. Kuna mfalme, kuna mtu wa maana atazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo mtu hata wakati huo mpango wote unafanyika alikuwa bado hajazaliwa. Alikuwa nani huyo? Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanazaliwa katika maisha yako, hajafika, lakini kuna vita kubwa unaipitia pata kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulishaona hivyo? Yaani vitu bado havijaja, lakini vita ambayo inainuka hujashangaa. Jamani, vipi kumbe tayari katika ulimwengu wa roho umeshaonekana unaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mungu anaona tunakoelekea, na sio tu Mungu, hata shetani anajua tunakoelekea. Amen. Anajua. Kwa hiyo mpango mzima ulikuwa unapangwa kwa sababu atapatikana mtu ambaye atakuja kuwa mkombozi wa hawa wana wa Israeli ambao wanateseka leo. Atapatikana mkombozi. Hakuna kitu kitafanyika bila mtu aliyekusudia Mungu aje atende kwa niaba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana sasa Mungu alikuwa ameandaa mpango huu, kwamba mpango huu utapatikana kupitia mtumishi wa Mungu nani? Musa. Sasa kitabu cha mlango wa 2 sasa ndio inaeleza Musa anazaliwa kipindi cha msukosuko kama hiki. Kipindi ambacho watoto wa kiume wote wanatakiwa wafanyeje? Watupwe mto wapi? Nile. Amen. Amen. Ukiona mtu analala, mtikise kidogo, ambia, "We, unalala na somo hili unalala kweli?" Unalala? Au unataka kutupa mtu kwenye mto Nile wewe? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Musa anazelewa kipindi hicho. Lakini Mungu ni mwema, ambao Mungu ana utaratibu na mpango yake haiwezi kuzuiliwa kwa namna yote. Kwa hiyo ikatokea Musa anazaliwa kwenye mlango wa 2. Mtoto mzuri anazaliwa. Yule mama yake akaona katoto, akasema akamcheki hivi, akasema, "Yeah, the handsome man in the world." Sio kama unavyoona wanawake wakishika watoto wao, wakiwaangalia hivi, akiwa peke yake anacheka, anafurahi, unaangalia uso wake. Huyu anacheka naye mtoto vipi? Kumbe anamtazama. Alafu anafanyaje? Anafurahi, anazaa. Kwa hiyo alipoona mtoto wake yule mzuri, amezaliwa, akasema kale katoto kale kazuri. Akasema yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mwana. Mlango wa 2. Alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri, akamficha miezi 3. Akaficha miezi mingapi? 3. Amekaa naye, anaficha. Haleluya. Anaficha ndoto yake, anaficha namna ambavyo Mungu anaona kabisa huyu sio mtoto wa kawaida, akamficha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipoona kuwa hawawezi kumficha tena. Unajua kuna vitu ambavyo unakaa akaficha, akasema kuna wakati tutaumbuka tu. Si ndio? Wengine wana Kiswahili wasema kwamba mfiche maradhi, kifo fanyaje? Humuomboa. Kwa hiyo akasema kwamba kuna siku tu nitaambuka na kana wewe mtoto ndani. Amen. Atakuwa mkubwa, nataka atafika mahali katakana lia, atasema katoto kalia, tukaone katoto kaina gani. Mungu amsaidie sana. Kwa hiyo akafanyaje? Akamchukua mtoto yule, akampatia, akatavinizia kisafina cha manyasi, akakiweka kwenye mto. Bwana asifiwe sana. Kakao kanafanya kanaelea hiyo mto. Si watakao watoto wote watupwe kwenye mto. Maana wengine walitupwa, walikufa. Lakini kisafina ni kitu ambacho kinafanya nini? Kinaelea. Kwa hiyo akapatikana binti Farao, akawa sasa akasubiri kuja kuoga, akaona kama kuna kasafina, kuna kitu hapo. Kanini akaona mtoto mzuri sana. Unaona? Sasa pale yule mtoto sasa anachukuliwa. Sawa? Anaenda kwenye nyumba ya nani? Ya Farao. Nyumba ambayo ni ya kifalme. Sio nyumba ya kawaida. Sikula alikuwa anaishi anafichwa, lakini kule hakufichwa tena. Alikuwa anaishi kule. Ikulu gani nzuri hapa duniani wanasema? Hapa duniani sio Tanzania. Duniani kote tunasema ni ikulu gani hiyo watu wakihitaji. Wanasema ikulu ya White House. Fahamu ikulu ya White House iko wapi? Marekani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo akaenda huko. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo baadaye analelewa huko, anakaa miaka mingi sana. Na baadaye alivyoishi alikuwa mtu mkubwa kabisa. Anasema kama akili zake zilimrudia. Akajua kabisa mimi naishi hapa mahali. Naishi huko ndani, lakini mimi sio wa asili hii. Bwana asifiwe sana. Mimi sio wa asili hii. Kwa hiyo wakati mwingine akatambua kwamba hapa anapoendelea sasa mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanae. Kwa hiyo mpango ukasua kwamba yule mtoto ambaye amepotea sasa anachukuliwa, ametupwa kwenye kisafina, lakini anachukuliwa, akamlea binti Farao, akamlea huyo mtoto, akamuita jina lake Musa, ni kwa sababu nalimtoa majini. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamuita jina lake nani? Musa. Haleluya. Kwa hiyo Musa anapoendelea kukua, anatambua asili yake. Anajua kabisa mimi sio asili hii. Mimi sio Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kuwa ni Misri kwa kulelewa. Amelelewa pale kwa muda mrefu, miaka zaidi ya 40. Amelelewa pale. Ameishi, inawezekana tabia, lugha na kila kitu ni kama ni Misri. Lakini yeye anajua kwamba mimi sio Misri. Kuna sehemu yangu ambayo nataka niwepo.
Kuna asili yangu ambayo nataka niwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Bwana alipoona pale, kuna sehemu alipita, aliona Misri anampiga Mwebrania, anamgaragaza Mwebrania. Biblia inasema kwamba Musa alivyoangalia huku na huku. Bwana asifiwe sana. Anasema aligeuka huku na sasa nikawa nawaza kumbe kumbe watu wengi ambao wanafanyaga vitu huwa hawezi kufanya tu kirahisi. Anageuka huku na hata mwizi. Hivi mwizi anaiba tafika pale anachukua. Huku sio anaangalia. Anazunguka anaangalia mazingira yakoje. Anaangalia kuna nani ananiona. Si ndio? Lakini mstari kuna mmoja anasema hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, sema mtu mzima. Mtu mzima. Hapo kalikuwa katoto. Si ndio? Kamechukuliwa kapo katika nyumba ya Farao, kanaishi kule, kanalelewa vizuri, kanatuzwa vizuri, lakini alipokuwa mtu mzima akatoka kuwaendea ndugu zake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana akili yake iliweza kuhoji, ndio? Aliweza kufikiri vizuri. Aliweza kutazama vizuri. Mbona kama mazingira niko ugenini, hapa sio kwangu. Hawa sio ndugu zangu. Hawa sio rafiki zangu. Hawa sio walezi wangu. Kuna sehemu, kuna watu ambao nataka niwe nao. Bwana Yesu asifiwe sana. This was a separation. Si ndio? Kujitenga. Haleluya. Akajitenga. Akasema haiwezekani. Akasema akawaendea ndugu zake. Akatazama mizigo yao. Amen. Alitazama kwa sababu alikuwa anaishi mle, anaona namna ambavyo Waebrania wana wanavyoteswa. Kwa hiyo akajua kabisa mimi asili yangu ni nini? Ni mwana ni Mwisraeli. Kwa hiyo mateso haya manake na mimi pia nafanya nini? Nateswa. Kwa hiyo akaona ndugu zake, mizigo ambayo walikuwa wanapitia, mashutuma ambayo walikuwa wanapitia, mateso makubwa ambayo walikuwa wanayapitia. Akasemaje? Akasema hivi, akamwona Misri anampiga Mwebrania mmoja wapo wa ndugu zake, basi akamtazama huko na huko. Alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Sasa kwa kawaida Biblia inasema kwamba alimpiga. Sasa mimi nadhani hapa kama angekuwa sahihi akasema kwamba akampiga na kumuua. Mungu asaidie sana. Au alimuua. Anasema alimpiga. Alipompiga akamficha kwenye mchanga, maana yake akachimba, akamficha huko. Sio kilea mbali. Na yeye kwa sababu alikuwa na uhakika kabisa, alitazama huku na huku, alijua kabisa hakuna mtu aliyemuona. Haleluya. Binti zangu simpo hapa. Simpo hapa. Watumishi wa Mungu simpo hapa wote. Tunapokwenda kufanya dhambi hatuendagi direct. Si ndio? Wakati mwingine mpaka tunajifunika na ushungi. Mara nyingi hapa nimeenda Zanzibar, watu wanapigika mpaka ile nini yale? Ninja, mtu anataka piga ninja tusimfahamu vizuri. Amen. Alijificha, yani unajificha kabisa, unaweka mambo yako, yani hakuna mtu ananiona hapa. Hapa si kirabuni. Niangalie nani ananiona. Kabla sijaingia naangalia, babu mchungaji sasa anapita pita huko. Mzee kanisa yuko anapita pita huko. Mshirika mwenzangu mtu vile sio anapita pita hivi. Unaingia mle ndani. Si hakuna mtu anadhani hakuna mtu anayeniona. Si ndio? Hata tena dhambi hivyo hivyo, washirati, wazinzi, hawafanya kitu kirahisi, wanajificha kuliko wengine, wanahama na mji. Wanahama nini? Na mji aenda huko mbali kabisa. Kwa sababu hataki watu wamuone. Kwa sababu kwenye kuona ni kubaya, kwa sababu kuna evidence. Si ndio? Nilikuona mwenyewe. Na sasa tuna simu hizi za kisasa. Ushahidi kwa mchungaji Msigwa. Mchungaji, nilimuona. Bisha, sio wewe? Anasema sio mimi, ni AI. Saizi bwana watu wanasema ni AI kabisa. Ni AI kabisa jamani, sio mimi. Juzi nilikuwa naangalia kichekesho moja. Kuna binti bwana, mchumba wake alimsurprise gari. Sawa, surprise nini? Gari kabisa mpya. Kwa hiyo akampigia simu, akaenda kule kwenye ile ward, nini msema yadi, akakaa kule, akamchukua na mama yake mzazi na mwandishi wa habari. Kamba sasa nataka nimsurprise mchumba. Kwanza alikuwa nje. Kwa hiyo alivyorudi akamwambia, "Sasa nataka nimsurprise huyu wife to be." Akamwambia bwana mwandishi wa habari, akamchukua, "Sasa bwana, mpigie simu huyu mtu, mwambie aje hapa." Mwambie amtaje mchumba wake.
Amtaje mchumba wake hadharani. Na mama yake yuko pale. Bwana wewe, akampiga simu fulani, wewe ni fulani, sema sawa kabisa. Sasa kuna surprise ya mchumba wake amekununulia gari jipya kabisa. Sasa sharti ni moja tu. Lazima umtaje mchumba wako. Majina yake yote. Asema, "Bwana mnanipa masheti, gari ya mchumba wangu, mnanipa masheti ya nini?" Akasema, "Ana muamini, nina mama yako hapa, ongea naye." "Mama jamani, mbona mjaniambia?" Bwana wewe, huyu ni mchumba wako, ametoa masheti. Mtaje. Haya, nitamtaja. Mimi mchumba wangu ni mmoja tu, ni John. Jamaa kasikia, kumbe ni John. Sio mimi. Ilikuwa kasheshe. Akasema basi hamna shida. Sasa tutumie busara. Tumwambie tu aje. Umeshinda. Njoo. Mama yake akasema huyu binti jamani, nani aibisha huyu binti jamani? Amekosa bahati yake. Kwa hiyo akampigia simu, njoo sehemu fulani. Akafika pale. Jamani. Mbona atakuanguka? Atafanyaje? Kuanguka. Sio John tena, nikumbe ni Abdul. Ndio? Kafika baka jitetea jamani. Yaani mimi sikutaja John, nitaje Abdul kabisa, ni shida za kimtandao. Tena wakati pale tena. Mimi nilisema kabisa mchumba wangu ni John, akamtaja tena John akiwa pale. Basi jamaa akajua kabisa mimi kumbe sio wake. Akasema jamani, hiyo shida kimtandao ni AI kabisa. Mimi nikumbuka ni AI kabisa. Sasa inabadilisha mpaka majina ya watu. Bwana Yesu, hivyo ndivyo alivyokosa gari, kwa sababu hakuwa na John tu, alikuwa na watu wengi. Wasichana wazuri mko hapa, wanaume tuko hapa, vijana, si ndio? Kwa hiyo tunasema kwamba unapoenda kutenda dhambi, hawanaangalia huku na huku na huku na huku, wanaangalia kabisa, huwa waendi straight, wanakuwa na mikakati mizito, mchungaji. Na yani hao watoto wana mikakati mizito wanayopanga. Kwa hiyo kuchunga sio rahisi kuwachunga ili wachungike. Amen. Kama kizazi cha Jay-Z, alafu kuna kizazi cha Alpha, kuna kizazi cha Beta. Vyote vizazi vitatu ambavyo vyote vinaishi katika sayari ya sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Lakini uzuri kwamba hao watu hapa Mtuvira hawapo kabisa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajaribu kuongea tu ili kama kuna mtu anajisahau urudi kwenye mstari wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Musa alipoona kabisa amuone mtu akaua mtu akaficha. Siku nyingine tena alipokutana na jamaa mwingine akasema bwana, akaona anagombana akaenda kuamria. Akasema wewe ni nani akwambia wewe ni mwamuzi wetu? Akasema au unataka kuniua kama ulivyomuua mtu? Akasema kumbe jamani, sema mimi nimeua peke yangu, hakuna mtu. Akakumbe alionekana siku ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akasema kwamba ule mstari wa 13 asema akatoka siku ya pili. Maana siku ya kwanza alimuona Misri anampiga Mwebrania, huruma ikamuingia, akaenda kumpiga akamuua. Siku ya pili asema akatoka. Tazama watu wawili Waebrania walikuwa wanampiga. Wakamwambia yule aliyewadhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Yesu kweli alipotazama aliona hakuna mtu. Lakini huyo anamwambia bwana, unataka kumuua kama ulivyomuua yule Misri? Kwa hiyo Musa akajua kwamba kumbe hile haikuwa siri, nilionekana. Sasa utafanyaje hapo? Ushaonekana. Manake wewe ulionekana kabisa umelelewa kwenye nyumba ya kifalme, wewe ni mwezao, lakini kumbe sio mwezao. Dawa yake ni unafikiri nini huyo? Sikuua tu. Ni kuua tu, threat napiga, imeisha. Lakini Musa akajua kabisa sasa hapa lazima niokoe uhai wangu. Si ndio? Akafanyaje? Akakimbilia wapi? Midiani. Amen. Akaenda kujificha huko kwa mifugo. Akawa anachunga mifugo. Kumbe haya yote ulikuwa ni mkakati wa Mungu kumwandaa Musa aje awe Musa mwingine, awe Musa mkombozi, awe Musa mchungaji wa kuwachunga wana wa Israeli kupeleka katika nchi ya ahadi, awe ni muonyesha njia. Amen. Awe ni mtu ambaye atawabeba watu katikati ya matatizo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akawa anamwandaa nani?
kwa ajili ya kazi yake. Ukienda mlango wa 3 inaeleza namna ambavyo sasa Mungu anamtokea Musa katika wito wake alio ambao alikuwa amemwandaa tangu zamani. Akiwa jamaa sasa kwa jamii mchungaji, anachunga nini? Kondoo, anachunga mbuzi wa mkwewe Yetro. Sawa? Sasa umeangalia kutoka kwenye kuwa nyumba ya ufalme, kwenye ufalme wanakula vizuri jamani. Sio jamani? Wanaishi vizuri, hata kazi hawafanyi sana kama watoto wetu hao. Wao wanaishi maisha kifahari. Kwa hiyo akawa ameenda jangwani huko Midiani, anachunga. Mungu bado yuko kwenye anastiki kwamba huyu ni mtumishi wangu, namuandaa kwa ajili ya kazi yake. Akamtokea kwenye kijiti kinachowaka nini? Moto, lakini hakiteketei. Akamuita Musa. Sawa? Akaita Musa. Asema akageuka. Akasema nitageuka nione maono makubwa haya. Ndio Mungu sasa anajitokeza kwa kwamba mimi ni niko ambaye niko. Amen. 3:14. Anasema Mungu akamwambia Musa, mimi ni niko ambaye niko. Akasema ndivyo utakaowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Mkakati ni kwamba kuwakomboa wana wa Israeli ambao wanatembea katika shida, wapo katika mateso mazito, matofali ya moto, wanapigwa, wanatumikishwa kule, ili awakomboe waende katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo ilitakiwa awepo kiongozi ambaye ni Musa. Hasa Musa anapitia mchakato wote ili lengo lake Mungu litimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii sura ya 3 ndio sura rasmi, sura ya wito rasmi wa Musa. Mungu anajifunua kwa akasema, kumbe mchakato wote huu hapa ni lengo kwamba Mungu anataka kunituma, atokee kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 4 inaeleza namna ambavyo sasa Musa wito ule kama ameupokea, lakini ana visingizio vingi. Nashangaa sana sasa tulikuwa tunafundisha hili somo la udhuru, si ndio? Nimeshangaa namna sikuwepo, lakini nimeona namna ambavyo somo lilifundishwa kwamba kuna udhuru mwingi ambao mtu anaweza kuwa nao hata kama Mungu anasema naye. Bwana asifiwe sana. Udhuru nini? Ni mwingi. Kwa hiyo akatoa udhuru akasema, Mungu, mimi kwa kweli kwa hivi nilivyo, kwa kweli sijui kama mimi nitafiti. Si ndio? Wao wanafiti. Hapa wanawafiti wakinairisha tu. Mimi nitafiti hapa. Mimi siwezi kufiti. Mimi siwezi kufiti hapa. Mimi siwezi kufiti hapa. Hapa ni kwa ajili ya kina majunia tu. Memba siwezi kufiti hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa na mashaka juu ya wito ambao Mungu amempa. Lakini Mungu akasema kwamba wewe nitakuthibitishia kwamba mimi nimekuita. Akamthibitishia kwamba mle mlango wa 4. Akasema Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawatasikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakututokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo iliyo nayo mkononi mwako? Akasema ni fimbo. Akamwambia itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Kwa hapa Mungu anataka kumuonyesha ishara kwamba mimi niko ambaye niko na wewe. Anamthibitishia kwamba anamuonyesha ishara moja wapo kwamba mimi nipo na wewe. Akasema unamshika nini? Anasema nimeshika fimbo. Akachukua ile fimbo, akasema itupe chini. Hivyo tupa chini, ikawaje? Ikawa nyoka. Akasema wewe mambo ndivyo yalivyo. Kwa hiyo akathibitishia kwamba Mungu yuko pamoja naye. Kwa hiyo Mungu akampa ishara na mamlaka ya kufanya miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baadaye anaendelea na kisingizio kingine tena, akasema Bwana, unajua mimi Mungu kweli nimeona muujiza, lakini nina kigumizi sana, siwezi kuongea vizuri sana. Una udhuru mwingine? Bwana Yesu asifiwe sana. Anatoa sababu nyingine akasema mimi siwezekani. Wito mbona kama nakubali, lakini naona kuna vitu ambavyo havijakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijakaa sawa. Mimi hapa wanampongeza Musa, aliona madhaifu yake alivyo. Amen. Na ni vizuri pia wakati mwingine anasema na sisi tuojeane na Mungu vizuri tu. Amen. Kwa sababu ni Mungu anafanya nini? Anayesikia. Mwambie ongea na Mungu vizuri. Mungu, hebu inakuaje hapa? Nisaidie hapa Mungu. Inakuaje? Nitafanyaje katika hili ambalo Mungu ananiambia? Nitafanyaje? Mchakato wake utakuwaje? Ni Mungu anayejibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu anayefanyaje? Anayejibu na anayesikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo
akamwambia sasa nitafanyaje? Akamchagulia msaidizi. Akasema wewe bwana, hautaongea sana. Kuna mtu fulani anaweza anaongea vizuri sana ndugu yako. Nani huyo? Haruni. Haruni bwana atakuwa msemaji wako. Wakati mwingine atakusaidia. Amen. Kwa Mungu hajamkatia mtu tamaa. Anaendelea kumjenga na kumsaidia na kumpa neema ya usaidizi, ya kumpa backup, ya kumpa namna ambavyo atafanya mambo yake yataenda, huduma yake aliyopangiwa itaenda. Mungu anajaribu kumpa backup, kumtia nguvu na kumwezesha. Haleluya. Basi Musa akakubali kwenda wapi? Kwenda Misri kutimiza wito wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni summary tu ya milango minne hii. Ukipita nyumbani, nenda kasome vizuri. Mimi najua Mungu anaongea na wewe. Kuna vitu ambavyo unataka uvifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Uvifanye na uitike moja kwa moja kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Haleluya. Hebu andika mambo manne ambayo nimeandika hapa. Katika hii mistari tuliyojifunza hapa, Mungu husikia kilio cha watu wake. Bwana asifiwe sana. Mungu husikia kilio cha watu wake. Kwa nini? Kwa sababu wana wa Israeli ni kweli walitumikishwa, walikuwa na mateso mengi na walikuwa wanalia kila siku, Mungu utuokoe, Mungu utusaidie, Mungu tusaidie tutoke katika hali hii tulionayo. Mungu anasikia kilio cha watu wake. Hata wewe Mungu anasikia kilio chako. Nikuthibitie kabisa, sikio la Mungu sio zito, hata mkono wake sio mfupi hata ushinde kuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasikia kilio chako. Kuna wengine wanalia juu ya watoto wao, wanalia juu ya hali wanazozipitia, wanalia juu ya magonjwa. Ni Mungu anayesikia kilio. Kuna wengine wenzetu ambao wako huko mtaani wanalia, hawaelewi wafanye nini. Mungu anasikia vilio vyao. Kwa anaposikia vilio vyao, anataka kumuinua watu, anataka kuinua mimi na wewe, ili tuende kuwasaidia kwenye kile kilio ambacho analia kule. Taabu alizonazo, shida anazozipitia, magonjwa alionayo, wanakosa msaada. Hivyo vilio vinahitaji mimi na wewe. Vinahitaji mtu ambaye amekubali wito kama Musa ili aende kuwaokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, Mungu humwandaa mtu kabla hajamtumia. Mungu anamwandaa mtu kabla hajamtumia. Yesu asifiwe sana. Alimwandaa Musa kutoka kwenye mchakato yote tangu alipozaliwa. Mkakati yote kupita katika, tutaangalia huko mbele, anavyopita katika nyumba ya kifalme. Mungu alikuwa na mpango gani? Alivyoisha miaka ile yote. Lakini anatoka pale anakimbilia Midiani. Anakwenda kule anakuwa anachunga kondoo, anachunga mifugo ya baba yake mkwe. Si ndio? Anachunga mifugo ya baba yake mkwe. Lengo Mungu alikuwa anafanya nini? Anamwandaa. Kwa hiyo kabla hajakutumia Mungu atakuandaa. Unakubaliana na mimi? Wangapi wanataka Mungu awatumie? Yupo tayari kuandaliwa? Upo tayari kuandaliwa? Upo tayari kuandaliwa? Mungu ataka watu. Lakini kwenye mchakato wa kuandaa ni mchakato mgumu, sio mchakato nini? Mrahisi. Bwana Yesu asifiwe. 3. Wito wa Mungu unahitaji utiifu na imani. Wito wa Mungu unahitaji utiifu na imani. Wakati Musa anaitwa, alikuwa na sababu nyingi za kukataa. Na visingizio vingi. Hofu ilimuinukia sana, itajuaje? Hawa watu watanielewa kweli? Watanielewa kweli? Itakuwaje? Ndivyo ambavyo wakati mwingine tunakuwa na wasiwasi. Yale ambayo Mungu anatutuma, anatuambia, tuna wasiwasi. Hivi ni Mungu aliyesema kweli? Ni hali hii ni vipi? Ni Mungu kweli au ni mimi mwenyewe nimejiazia? Hivi ni Mungu kweli? Kwa nini mazingira haya bwana nikuta? Kama ni Mungu, kwa nini inapitia hii hali hii? Kwa nini kama ni Mungu, kwa nini mambo ni magumu sana? Sioni mpenyo kwa haraka. Kama ni Mungu, inahitaji utiifu na imani. Bwana Yesu asifiwe. Kumwamini kwamba Mungu huyu aliyenituma ni Mungu ambaye anaweza, atanisaidia. Imani. Jambo la 4 na la mwisho, Mungu hawaiti waliokamilika. Mungu hawaiti waliokamilika, huwapa uwezo wale anaowaita. Amen. Mungu hatuiti tuliokamilika. Hivyo ulivyo, Mungu anaweza kukutumia, akakuita vile ulivyo, ili akupingize kwenye mchakato wake, ili ukamilike, uwe mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe sana.
utapita kwenye hali fulani, anakuandaa. Hakuiti kwa sababu umeshakamilika. Katika hali hiyo hiyo tunapokuwa tuko tayari kuitika wito, tunapokuwa tuko tayari kukubaliana na yale ambayo Mungu anasema katika maisha yetu, anakuja kutukamilisha, anatupa uwezo. Kama alivyomsaidia Musa, alimtia nguvu, alimwezesha, akampa ishara na maajabu. Utafanya mashara na maajabu. Kwani ishara na maajabu Mungu Musa hakufanya? Alifanya. Ndio maana hata bahari ya Shamu inafanyaje? Ilipasuka. Bwana asifiwe sana. Akampa backup ya Haruni, kwamba huyu Haruni ndio atakao anakusaidia. Ndio Mungu anavyotufanya. Tukubali wito kwanza, tukubali kuitika kwanza, afu mambo mengine Mungu anajua namna anavyofanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo maisha ya Musa yanatufundisha kuwa Mungu anapokuwa na kusudi juu ya maisha yetu, anapokuwa na makusudi juu ya maisha ya mtu, huanza kumwandaa tangu mwanzo wa maisha yake. Amen. Huanza kumwandaa tangu mwanzo nini? Wa maisha yake. Ndivyo ambavyo Musa ilivyokuwa. Na Mungu hamwiti mtu kwa bahati mbaya, anakuwa na makusudi kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo kama ndio hivyo, tukubali kwamba wito wa Mungu unapitia maeneo manne. Amen. Unapitia maeneo mangapi? Manne. Wito wa Mungu una makusudi, una mchakato, una maandalizi, lakini una gharama. Nimesemaje? Wito wa Mungu na nini? Una makusudi au kusudi, una mchakato, lakini una nini? Una maandalizi, lakini una gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika eneo la kwanza, tunapoangalia wito wa Mungu una kusudi. Maana yake nini? Mungu hamwiti mtu kwa bahati mbaya, kwa sababu kila wito huwa na lengo maalum katika mpango wa nani? Wa Mungu. Kama ni kusudi, Musa alichukuliwa, aliandaliwa. Kusudi kubwa ilikuwa ni nini? La Musa ilikuwa ni nini? Kuwakomboa wana wa Israeli ambao walikuwa katika mateso mazito, na waelekee katika nchi ya ahadi ambayo Mungu aliwaandalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndio lilikuwa kusudi kubwa la nani? La Mungu kwa Musa. Amen. Alimuita kuwa mkombozi wa Israeli kutoka kwenye utumwa ambao walikuwa wanatumikishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukimwangalia Yeremia pia aliitwa. Biblia inasema kwamba nalikujua kabla katika kutungwa kwa mimba yako, kabla ya kutungwa kwa mimba yako nilishakujua. Kabla hujazaliwa kuzaliwa nilishakutakasa. Muda mrefu alijua. Kwa hiyo alikuwa na kusudi tangu tumboni mama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kunakuwa na kusudi la Paulo. Mungu alimwandaa Paulo kusudi awahubiri mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utaona kabisa ni mtu ambaye Mungu alimtumia kwa viwango vikubwa. Aliandika nyaraka nyingi. Nafikiri sio chini ya 13 ameandika nyaraka Paulo, mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukisoma habari yake ni namna ambavyo alitumika, namna ambavyo alifanya kazi ya Mungu katika mazingira magumu. Alifanya mazingira, wakati mwingine alikataliwa, alifanya katika mazingira magumu. Wakati mwingine anasema alipigwa na kupigwa. Wakati mwingine anasema alikatikiwa meli, ili kusudi la Mungu la kuwaokoa mataifa lifanyeje? Litimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba Mungu anamuita mtu ili amtukuze, si ndio? Katika udogo ulionao Mungu anakuita ili akutukuze kwa ajili ya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili awasaidie wengine. Kwa hiyo Mungu anatuita ili atutukuze, tuwe watu wakuu kwa ajili ya kazi yake. Amen. Na kutimiza mpango mkubwa duniani wa Mungu. Hakuna mpango ambao utafanyika kwa maslahi yako binafsi. Hakuna. Musa aliitwa pale, sio kwamba alikaa atafute umaarufu. Hakuna. Aliitwa kwa ajili ya kutimiza mpango wa Mungu katika maisha ya wana wa Israeli. Hakuna wito ambao unatafutia sisi sifa binafsi. Hakuna. Ni wito wa Mungu ambao unapokuwa katika maisha yetu unataka Mungu atukuzwe. Anatutukuza ili tumtukuze yeye katikati ya wito ambao Mungu ametuitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Warumi 8:28 na 30.
Warumi 8:28-30 Biblia inasema, nasi twajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale waliowaita tangu asili aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu. Na iwe aliowachagua tangu na wale aliochagua tangu asili, hao akawaita, nao aliowaita hao akawahesabia haki, na aliowahesabia haki hao akawatukuza. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanatamani Mungu awatukuze katika maisha yao? Wangapi wanatamani Mungu awatukuze katika maisha yao, katika kazi zako, katika familia yako? Wangapi wanataka kumtukuza? Lakini lazima tujue kwamba wale waliowaita tangu mwanzo, tutimize kusudi lake, Mungu atakutukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukitembea katika kusudi la Mungu tutatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaamini wako hapa kwa kusudi la Mungu kabisa? Hata mimi najua niko hapa kwa kusudi la Mungu. La sivyo ningekuwa nishaondoka. Kabisa. Kabisa kabisa. Yaani nakuhakikishia. Mungu jamani, kwa nini lakini? Ngine. Wewe kitu hiki jamani, niwaambie. Mungu ana makusudi na wewe uko hapa. Bwana asifiwe sana. Kuna siku moja mtu mmoja alinipigia simu huko ndani, lakini mwaka 2020. Anambia, mtumishi, nimeota nimekuja Dodoma, lakini nimekuja kunipokea na gari la serikali. Kweli nimeota kabisa. Sasa wakati huo jamani, nisema ukweli, kulikuwa na mchakato fulani hivi, niliambia niandike barua haraka iwezekanavyo. Sasa mchungaji kumwambia. Ulipata furunu. Bwana asifiwe sana. Sikuambia. Nikamwambia Mungu, jamani, kuzuri lakini mambo mengine ni mazuri, yanapendeza, yani fursa nzuri sana. Yani nzuri. Andika barua tena, hiyo sio ombi. Tena ilikuwa jioni, saa 1 jioni. Napiga simu na boss, haraka iweze. Na hilo sio, andika barua haraka. Sawa boss, hamna shida. Andika. Baada hapo nikakaa kimya, nikaanza katika kumtafuta Mungu. Mungu, ni kweli hii fursa ni ya kwako au ni vipi ya wanadamu? Nikamwambia Mungu, mimi binafsi kwa kweli huwa siwezi kukataa kitu. Na hiyo sio, yani siwezi. Kwa hiyo wewe mwenyewe anza kunikatalia mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kusudia nani? La Mungu. Ndio katika maisha yangu. Basi nikaanza kumwomba Mungu. Kumshikisha mkango, tukaenda kwa Mungu. Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie. Na nikwambia katika kuna wakati ulikuwa mgumu sana. Haukuwa mzuri sana. Kanisani haukuwa mzuri sana. Tulikuwa wakati fulani tutapita katika mawimbi fulani. Nikasema Mungu, itakuwaje tena? Itakuwaje na hili? Na hili. Ni kweli ni fursa, lakini Mungu, mapenzi yako kweli haya. Kapita miaka 3. Kimya. Siulizi? Vipi imekwaje? Haya, mwaka mwingine wa pili tena. The same story. Haraka sana andika barua. Sawa. Naandika. Hamna shida. Kaandika. Mpaka ikapita. Mwaka huu tena. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nataka kuambia namna kusudi la Mungu, kama Mungu amekuweka mahali fulani, Mungu amekuweka kwa makusudi kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena hizo 3 hivi. Kaandika tena. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na amani yote, kwa sababu najua Mungu bado anakufanya nini? Anakusudi. Lakini katikati ya hiyo mchakato wote huo, ili jambo najua kabisa sio baya, ni nzuri kabisa, na Mungu ana mpango kabisa mzuri. Bwana asifiwe sana. Nikashangaa siku tuko hapa kanisani asubuhi kabisa. Mama mchungaji akaniambia, "Mtumishi, Mungu ananiambia bwana, jitahidi, andaa watenda kazi. Andaa watu. Niandae watu." Na sijawahi mwambia. Hata mchungaji sikumshirikisha kama kuna vitu vile, akasema andaa watu. Nika connect dots, Hiyo alinipigia kama Mama Msomba. Kule kipindi kile cha kwanza kabisa, kama nimeona ndoto hii na hii. Dr. Msomba niambia.
Baadaye hawa watu wakaniambia hivi, anda watu. Okay, nikasema kumbe jambo linakuwa kabisa Mungu. Lakini kama ndio hivyo, hamna shida Mungu. Nisaidie, ninafanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Naongelea kuhusu kusudi la nani? La Mungu katika maisha yako. Inawezekana usio mchakato kama wa kwangu namna gani hivyo, kwa kitu katika maisha yako binafsi. Kuna vitu ambavyo Mungu anasema nawe, kuna vitu anataka Mungu anavifanya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, uko tayari? Kwa mimi binafsi naona kabisa Mungu yuko upande wangu, ananipigania, lakini anataka nimtumikie kwa nguvu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huo mpango Mungu akiuridhisha ni sawa, akiona vipi ni sawa. Bwana asifiwe sana. Niambia Mungu makusudi. Na katika wakati alipa Mungu alinifundisha somo hapa la mapenzi ya Mungu. Nakumbuka that time. Ile somo lilikuwa kwangu. Mungu nilikuwa najifunza na Mungu ananiambia kutembea katika makusudi nani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Wale watumishi waniambia hivi, Dr. Msomba kwa maneno yake kwenye simu atakuwa anasema hivi, ninaomba Mungu akubariki ukiwa hapa. Akasema hivi, naomba Mungu afanye nini? Akubariki ukiwa hapa. Kwa hiyo msione natembea sana, ni baraka za Mungu, sawa naenda huku na huku, ni baraka za Mungu, nafanya kazi, sio? Lakini najua ni baraka za Mungu. Na mpungu bado mkakati wake uko pale na mpenzi yake atatimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongelea kuhusu kutembea katika kusudi nani? La Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema tunajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia nini? Mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Sasa unatambua kwamba Mungu amekuita kwa kusudi. Yaani hilo hakuna shaka kabisa. Tumesema wito wa kwanza umeokoka. Umeokoka hapa, kuna kusudi la pili. Unataka Mungu atimize kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hapo wengine wamesoma, wanatafuta kazi na kazi hawapati, lakini wako hapa. Unafikiri kwamba wako hapa kwa makusudi mabaya au Mungu amewachukia? Mungu ana makusudi nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sina shaka na Mungu. Sina shaka na Mungu kabisa. Nimemuona na ninamtambua. Sina shaka na Mungu. Kwa hiyo unapotembea katika maisha yako, unajua kama wewe ni mpango wa Mungu na uko hapa kwa mpango wa nani? Wa Mungu. Wala hujiamia hapa kanisani uongeze idadi. Hamna. Sawa? Hakuna. Kuna kusudi la Mungu anataka utimize katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo tumesema kwamba moja, kwamba wito wa Mungu una kusudi. Kwa kama katika maombi yako mengi ambayo unataka kuyaombe, sio kuomba mtoto, sio kuomba baraka za Mungu, sio kuomba kazi, unataka uombe Mungu nisaidie nitambue kusudi lako nikiwa hapa. Bwana asifiwe sana. Ujue kusudi la Mungu kabisa. Kwa nini Mungu niko hapa? Kwa nini nipo Mtwivira? Nani sipo Mkimbizi? Sipo wapi? Lakini nipo hapa PHM Mtwivira. Kwa nini niko hapa? Omba Mungu akusaidie hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mwanzo niombee. Nimeambia nitafute. Na ngapi wananioniombea? Kwa namna ambavyo Mungu anaonyesha watumishi wa Mungu. Na mimi nakubali kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jamani, kama nakushurutisha katika kufanya mambo fulani, unajua kabisa mimi nimepewa kazi pia. Amen. Nimepewa nini? Kazi ili na mimi pia kusudi la Mungu ambao nimeweka litimie likatimie. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama unakuta mimi Bwana akushawishi mfano ufanye afu ufanye, unajua kabisa unanikwamisha pia katika kusudi ambalo Mungu anataka lifanye. Mnanichelewesha pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe kuna watu hapa wanachelewesha mapenzi ya watu wengine afanikiwe. Sawa, kuna viongozi hapa wamepewa kuongoza watu lakini wanachelewesha mambo ya watu wengine yasinde kufanikiwa sababu watu wapa nini? Wakaidi, wagumu kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anafanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema. Mwishoni pale sema wale waliowaita kwa kusudi lake, akawahesabia haki, akawatukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kusudi la Mungu kuna kutukuzwa. Katika kusudi la Mungu kuna kuinuliwa. Katika kusudi la Mungu kuna kutembea katika mapenzi yake. Jambo la pili, wito wa Mungu una mchakato. Bwana Yesu asaidie sana. Kuna mchakato. Tumesema kwamba Mungu hamtumii mtu mara moja tu. Pap! Umeingia kwenye mfumo. Utaingia kwenye mfumo kwa kupitia mchakato. Bwana Yesu asifiwe sana. Utapitia nini?
Mchakato. Kwa hiyo mchakato unakuwa mgumu, wakati mwingine unakuwa mrahisi, lakini kila wito huu tuliosema una mchakato wake kupitia hatua za ukuaji na kujengwa. Tunapoongelea huu mchakato, maana unapita katika hatua za ukuaji na kujengwa. Unakuaje? Namna gani anavyotaka kusaidia, atakukuza. Lakini pia atakujenga. Atakujenga kwa namna gani? Atakujenga kwa neno lake. Atakujenga kwa mafundisho. Atakujenga katika maombi. Atakujenga katika mambo mbalimbali ambayo Mungu atakayafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndio mchakato. Mchakato wa kuacha usingizi. Mchakato wa kuja kukesha hapa kanisani. Huo ndio mchakato. Mchakato kuamka usiku na kujingeja katika kusoma neno la Mungu ni mchakato. Huo mchakato, ndugu yangu, ukiukubali utakufanya yale mapenzi yako ya Yanga na Simba yaondoke. Hata kama kuna mechi inachezwa hautaangalia hivyo. Huu mchakato nimeshuhudia asubuhi kwamba mchakato huu bwana, wakati mwingine mimi nilikuwa nanisababisha nisije kwenda kanisani. Wakati mwingine naangalia timu yangu inacheza. Sasa leo Jumatano tena unapangaje ratiba Jumatano, mimi nataka niangalie timu yangu inavyoshinda. Mwingine ameshuhudia hapa timu yake wakati anaanza kushabikia hiyo simu ndio inafungwa, anaumia zaidi. Lakini leo ameshaacha, na mimi nilishaacha muda mrefu huko. Sababu najua hapa kuna mchakato ambao Mungu anataka unitengeneza. Utakuwa vile vile, nakwambia, kama una mchakato wa Mungu, kuna vitu ambavyo utaviacha kabisa. Utaviacha, isidingo utaziacha. Nini nyingine zile? Nini? Niambieni. Kombolela utaziacha. Jua kali saa 3, muda ambao ni mzuri wa ibada, muda wa ufanye maombi mazito, unaangalia jua kali. Tena unaangalia jua kali likuwakie. Wengine nini? Sasa kuna ule Azam kule kuna vidini vingi sana, vikolombozo kibao, vimovie za Kiswahili na Kihindi. Nakwambia huo mchakato ukikubali, hayo mambo mengine yote yatakuwa ni mambo ya kishenzi. Hautafurahia hata siku moja. Ukiingia kwenye mfumo wa Mungu. Mfumo wa Mungu ukikuingiza, ndugu yangu, mambo mengine yote ukumbuki hayo. Hautakumbuka. Na vikoba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kuna mtu Mungu anaongea na mtu hapa asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mchakato wa Mungu kiba, yani wewe ndugu yangu utavunjwa, utapigwa. Mpaka unasema hivi, kweli ni mimi kweli? Mimi kweli ambaye ni watu mpaka saa 8 ya usiku, saa 9 yupo kuangalia. Kanisani kuchelewa kila siku. Lakini kwenye hiyo na sasa watoto wetu saizi, kwa mfano pale chuoni kwangu mimi kuna wameka internet ya ile fiber throughout 24 hours mtandao. Unafikiri mtoto anasoma, kumbe ndugu yangu amezama kwenye dimbwi la movie za kimapenzi. Unafikiri mtoto anasoma yuko anabukua. Ukienda pale ukishungulia hivi utakimbia mambo anayoangalia. Watumishi wa Mungu mpo? Bwana Yesu asifiwe. Naongelea kuhusu mchakato. Huo mchakato kwenye wito wa Mungu una mchakato, maana kuna vitu vingi utaviacha, utapruniwa, utavunjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huo wito utapitia hatua za ukuaji na kujengwa. Kukua kupitia neno la Mungu. Kusoma neno la Mungu hapa. Soma maandiko. Omba. Funga. Sio mpaka maombi mchungaji atangaze hapa. Maombi ya siku 3, maombi ya wiki moja. Haya ndio tunasema maombi ya siku 21. Nimeomba sana mwaka huu. Maombi yako binafsi ni yapi katika mchakato huu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, tangia hapo mimi nipitia mambo yote. Nina maombi ambayo ni endelevu. Mambo ambayo ni nini? Ni endelevu. Sasa naambia Mungu nisaidie. Mungu nisaidie, nakuhitaji wewe. Nisaidie Mungu, nakuhitaji wewe. Nakuhitaji wewe tu. I'm feeling, najisikia vizuri kumtafuta Mungu. Najisikia vizuri kuwepo kanisani mwa Mungu. Nikiwepo Iringa Jumapili, mimi natamani niwepo hapa asubuhi kabisa nimtafute Mungu. Sababu asubuhi pia hakuna watu. Hapa. Si niko peke yangu. Nitalia natoa na machozi, Frida nione. Sababu baba analia nini tena jamani? Nitalia peke yangu hapa. Bwana asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kwa hiyo jamani, najisikia fahari kumtafuta Mungu binafsi. Sema najua Mungu kusudi langu bado, na kusudi lako ambalo unaweka ndani yangu bado. Ikulu ukamuondoa tena ukampeleka wapi? Jangwani huko. Akaishi huko. Amezoea maisha mazuri ya kifahari, lakini anampeleka kwenye sehemu ambayo hakuzoea kuishi. Alizoea kushinda kula chakula kizuri, lakini ameenda jangwani. Ameenda kuwa mtumishi, mtumwa wa kuchunga kondoo. Ulikuwa ni mchakato wa Mungu kumwandaa. Haleluya. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Na Yusufu pia vile vile. Yusufu sile tunakumbuka sadaka ya mwisho kama destiny yake ilikuwa nini? Waziri mkuu, si ndio? Unafikiri waziri mkuu alikuwa anaona waziri mkuu ule au alikuwa anaona michakato? Michakato alikuwa anaiona hiyo. Michakato yake mnaikumbuka? Katika jamaa. Kalitumbukiza kwenye shimo, kisima. Chimba huko anasema aka jamaa aka kana ndoto tupa huko. Kaweka kwenye shimo kule. Walifukia kabisa. Ndoto yake na ndoto yako piga huko chini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwaje? Wakasema kutoka yote mama. Mwingine akasema bwana, hivi bwana tumtupe hapa. Ngoja tukapate pesa. Jamaa alikuwa mjasiriamali yule mmoja hapo. Nafikiri alikuwa ana roho ya Kichaga. Akasema bwana tupate pesa. Hapa tupige pesa, mambo mengine yaendelee. Haleluya. Akafanya biashara, akamuuza awe mtumwa. Lakini wote ni mchakato. Katika kuuza akaenda kadondokea kwenye nyumba nani? Ya Potifa. Kadafanya kazi kule. Anaenda kijana mzuri kabisa, sura yake vizuri kabisa. Mchakato wote ni mchakato. Anaendelea pale. Tena vishawishi vinainuka. Vishawishi vinainuka. Anatafutwa na mke wa bosi. Si ndio? Wote tu ni mchakato ule. Vishawishi. Anashawishiwa akakataa. Alipoanza kumshawishi hakubali, wakati mwingine anasema sasa nitatumia nguvu. Akatukia nguvu mkamate kijana, watu akasema pote. Mimi nitatoka uchi, lakini hapana, hii dhambi sitaifanya. Mchakato kuelekea kwa nini? Waziri. Ndugu yangu, na mambo mengine nitakao yakimbie. Katika mchakato huu lazima ufanye nini? Ukimbie. Wakati mwingine ikiwezekana, mimi niambie, nimeblock watu wawili. Nimeblock watu wawili. Moja mwaka jana nimeblock, si mwaka jana au mwanzoni mwa mwaka huu. Na mwingine nimeblock. Block kabisa, block kwenye Facebook, nikablock kwenye WhatsApp, nikablock kwenye call. Nikasema mbona wananiletea vitu, wanataka mimi na wito wangu. Mimi kuna vitu ambavyo Mungu anataka kunielekeza. Huyu vipi? Mbona mambo siyaelewi haya? Sielewi. Nikasema I'm a man of God. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Kama ni mtumishi wa Mungu siwezi. Yaani huyu mtu mbona ananichezea? Hawezi kunipigia simu usiku mimi hapa. Broke kabisa, weka wala sio dhambi kabisa. Nakwambia sio dhambi. Sio dhambi kabisa. Kwa sababu namtaka Yesu. Maamuzi magumu. Watu wanasema mimi sijui kujaje, mjinga wewe. Kwani ulikuwa unafanya nini mpaka mambo yote yanatokea? Ilikuwaje? Ulifunga mikono? Ulifunga mikono? Hapana. Kuna dhambi nyingine utakayokimbia kutokana na wito ambao Mungu ameweka katika maisha yako. Ukiwa focus na yale ambayo Mungu amekuwekea ndani ya moyo wako, hutakuwa mjinga, utakuwa jasiri, utakuwa na focus, unajua kabisa mimi naelekea wapi? Mimi ni mtu wa Mungu. Mungu ameweka hazina ndani yangu. Hizo hazina haziwezi kupotea kijinga kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kuna mtu anakupia umbea kila wakati, anakupigia simu hata kama amekupigia umbea, block hiyo namba. Mwingine nimeomba kawaida, anakusimulia mambo mengi tu. Kwa hiyo mtu msende kuomba Mungu, mtambue kama sasa nimeconnect maombi, tuombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Omba, pigie hata mtu muombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kufundisha ukatili, vitu vingine vya kijinga, mtu akuelewi, futa namba, delete, weka huko. Wewe uko focus. Mimi ni mtumishi nani? Wa Mungu. Upo kwenye mchakato kuelekea kwa kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Amen. Yaani kila mtu anakupitia sio unaenda wapi, anakupitia kwenda wapi, hapana. Wewe focused. Amen. Usiyumbishwe. Tazama kule ambako Mungu amekuita. Amen. Kwa hiyo Yusufu Bwana akasema huko leo utumwana aliko pale kwenye nyumba Bwana ikatokea kama fursa, lakini ule sio fursa. Ilikuwa ni kutimiza ndoto ambayo Mungu alimwekea katika maisha yake. Waziri mkuu angeusikia redioni. Amen. Angeusikia wapi? Redioni. Akakimbia kijana wa watu. Kimbia kabisa. Kwa hiyo baadaye yule jamaa Mungu amemuinua akawa mtawala wa Misri. Bwana sio sana. Ndiye alikuja kusaidia familia yake pia. Amen. Itakiwa yeye atengwe kwanza. Ajitenge na maisha mengine. Ajitenge na wale ndugu zake ili aje kuwa msaada wa baadaye.
Ndugu yangu, usipojitenga na hao watu hutawasaidia. Lazima utengwe ili uje uwasaidie. Na katika mchakato huu wa utumishi na wito kuna eneo la kutengwa. Ni gumu sana kuachana na ndugu zako, kuachana na vitu ambavyo umevizoea, kuachana na mambo ambayo unayapenda sana kuyafanya, na roho inasemaga roho nini? Nafsi, roho inapenda. Si ndio? Yaani unapenda kabisa. Unakwenda utavipenda kabisa. Achana. Lazima uachane. Uzaachane. Hata Abraham wakati Mungu anataka kumtukuza aliwaambia achane na ndugu zake. Achane na pale alipokuwepo. Lakini baadaye alikuja kwa msaada. Alikuja kwa msaada kwa nani? Kwa Rutu. Na wangeendelea kubaki na Rutu pale pale miaka yote, mpaka asingekuja kwa msaada. Katika maisha yako pia Mungu amekutenga wewe. Amen. Ametuokoa, ametutenga na dhambi. Ametutenga na maisha ambayo hayaeleweki. Kwa hiyo kama Mungu ametutenga, hebu usijiendekeze kukaa na watu ambao wanakunajisi. Bwana asifiwe sana. Kama kuna rafiki ambao wanakupotezea muda, hebu angalia, uwe well focus, angalia mchakato wako. Mungu anakupeleka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ambatana watu wenye maana, watakujenga kiroho, watakusaidia ili ukue kufikia kwenye hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Watafuta watu ambao wanaomba Mungu. Njoo mahali hapa, omba Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakina baba tumeamua sasa kumtafuta Mungu. Haleluya. Michepuko tunaikataa katika jina la Yesu kwa watumishi wa Mungu wa PCM Trivila. Kama ni michepuko hatuwezi kubali kuonekana michepuko, kwa sababu tumeamua kumtafuta nani? Mungu. Hivi na maombi tunayoomba leo usiku alafu tusikie magembe. Haiwezekani. Haleluya. Nyie kina mama ambao mko hapa, waomezeni, waambie waje kuomba. Bwana asifiwe sana. Nakwambia ukweli. Katika hilo Mungu atatuvusha. Nakwambia kabisa. Na haya tupo sahihi, tuko kwenye channel, network imekamata. Network imekamata kuelekea kwenye kule mpaka Mungu anataka tufikie. Na kwenye network hiyo Mungu anaandaa majembe, anaandaa watu wenye nguvu, anaandaa majitu, anaandaa kina Daudi wenye nguvu ambao watasimama wakati wote. Haleluya. Nguvu zetu zinapopungua, nguvu za watumishi wa Mungu wachungaji zinapopungua, lakini Bwana ameandaa vijana ambao wako tayari, wanapambana, wamekubali mchakato ambao Mungu anataka kuwatumia katika maisha yao. Hawa watu hawapatikani nyumbani umelala usingizi na udende unakutoka. Haiwezekani. Vijana hoye. Mko hapa. Mnalala usingizi vijana, amkeni. Bwana asifiwe sana. Amkeni. Bwana ana haja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ana haja, kama alivyomfungua ile punda akasema kama mtamkuta mwanapunda kule, mfungueni, Bwana ana haja naye. Haleluya. Ufunguliwe katika jina la Yesu. Fungulia kwenye ufahamu wako katika jina la Yesu. Fungua katika maamuzi katika jina la Yesu. Chukua hatua, twende kumtafute Mungu, watumishi wa Mungu. Na mimi naona binafsi kuna mambo makubwa ambayo Mungu anayafanya mahali hapa. PCM wetu kuna sehemu tunaelekea, nakwambia kuna sehemu tunaelekea ambako watu wengine hawajafika. Tunaelekea viwango ambavyo viwango vingine watu wengine tutafika, na makanisa mengi nayo hayatafika. Tunaelekea hatua, yani tunaenda. Kama kanisa linaenda, maana yake na wewe unaenda katika jina la Yesu. Viwango vyako vitakuwa vikubwa katika jina la Yesu. Ukikubali mchakato. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubali mchakato. Haleluya. Kubali nini? Mchakato. Haleluya. Daudi pia Mungu alimtengeneza katika mchakato wake. Mungu alimtengeneza Daudi awe mkombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katikati ya watu ambao Mungu aliwaandaa kiaina yake ni pamoja na Daudi. Alimwandaa akiwa katoto kadogo kabisa, kako porini kanachunga mifugo. Mungu alimwandaa, alimtengeneza, alimpa ujasiri, akampa nguvu za kushindana na chui, ya kushindana na simba na dubu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mchakato wote ulikuwa ni mchakato wa kumsaidia kwamba aje apambane na Goliath. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kupambana na Goliath kabla mchakato huu mwingine hujapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kuelekea kule mpaka utaka kufika, mpaka mchakato mwingine uikamilishe, upitie hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kwa alipitia mateso, alikataliwa wakati mwingine. Watu wanaouliza Bwana kuna mtu gani hapa anataka paka mafuta? Akasema kuna watu wa maana kabisa walikuja pale, wazee wa vita kabisa walikuja. Lakini baadaye walivyoisha akasema Bwana, mbona sioni kama Bwana ameshasema hapa. Hakuna mtu akasema Bwana kapo kajamaa kanachunga huko.
Kumbe ni hako ambako Bwana alikuwa mfanyaje? Amekandaa. Haleluya. Mchana wa leo Mungu amekuandaa wewe. Amekuandaa wewe kukabiliana na mambo makubwa ambayo yako mbele yako. Katika ulimwengu huu na katika vita ambavyo tunavyo kama kanisa katika nyakati hizi, inahitaji mtu jasiri ambaye ameiva kiroho, yuko tayari kupambana. Katika jamii ambazo watu wameshindikana, anahitajika mtu ambaye ni jasiri. Anahitajika binti moja ambaye yuko tayari kukataa. Haleluya. Kukataa dunia, akasema nipo tayari kupambana kwa ajili ya kizazi hiki. Kijana ambaye yuko tayari, baba mmoja ambaye yuko tayari hapa. Ameacha vitu vyote, anaacha kila kitu, visingizio, ameacha udhuru, kila kitu. Yupo tayari kupambana kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Jambo la tatu, wito wa Mungu una maandalizi. Wito wa Mungu una maandalizi. Nimesema wito wa Mungu una makusudi. Wa pili nimesema kwamba wito wa Mungu una nini? Una mchakato. Tatu, wito wa Mungu una maandalizi. Amen. Kabla Mungu hajampa mtu huduma, kwanza lazima umwandae. Amen. Huduma zipo. So atakuandaa kiroho, atakuandaa kitabia. Amen. Atakuandaa kitabia, lakini pia atakuandaa kiakili na kihuduma. Bwana asifiwe sana. Kiroho utaandaliwa. Mungu atakusukuma kuanza kusoma neno la Mungu. Atakusukuma kuanza kutafakari, kusoma vitabu mbalimbali, kujifunza kutoka kwa watu. Utaacha hizo isidingo, utaacha hizo movie ambazo unazifuatilia kila siku za kuchelewesha. Hizo utakuta tunaziacha tu, sababu upo kwenye kuandaliwa ili ujaze neno la Mungu, ujaze maarifa kwenye akili yako, kwenye moyo wako, ili uwe baba wa maana, uwe mama wa maana, uwe kijana wa maana, ili uwe binti wa maana. Atakuandaa kiroho, kitabia, tabia zako zitakuwa pruned. Kuna wengine hapa Mungu ataka kuwatumia lakini wachoyo, hawezi kutoa kwa kugusa maisha ya watu wengine. Kila kitu ni cha kwake. Atakuandaa, hizo tabia zitaondoka katika jina la Yesu. Atakupruni kwa sababu hivi ni mimi kweli. Ni kweli. Kuna vitu vinapruniwa kwako. Tabia zinaondoka, uvivu, kulialia, kujionea huruma, hizo ni tabia. Mungu atakupruni ili uwe jasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kumtumikia Mungu ukiwa bado sio jasiri. Mungu hajakuandaa kitabia na kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akili yako ikiwa timamu kabisa. Tumeona pale Musa wakati amekaa kwenye nyumba ya Farao kwa muda mrefu, akasema Musa alipokuwa mtu mzima. Najua wakati ule manake akili imekuwa, ameshamwandaa kiakili, ameshajua kwamba hapa sistahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiakili manake tunajua pia mazingira ambayo unayakaa, marafiki ambao umeambatana nao, je, ni wana namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuandaa. Lakini pia atakuandaa kihuduma. Haleluya. Musa alifundishwa hekima yote ya Wamisri. Alijua kabisa, alifundishwa vizuri. Hekima yote, akili yote. Lakini pia hata mitume walikaa na Yesu, walifundishwa. Walikaa namna ambavyo waliona namna Yesu anavyofanya kazi, anavyokemea mapepo, anavyoponya wagonjwa. Walikuwa tayari kuandaliwa na wao pia wakafanye kama vile ambavyo Yesu anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautatumika kama upo juu tu. Na Paulo pia alifundishwa, alifundishwa kabla ya kuanza huduma. Namna gani ambavyo Mungu anakuandaa wewe ubebe huduma, ushinde majaribu, ushinde vikwazo vya kila namna. Mungu anakuandaa. Kuna mazingira zikana pia, kuna maeneo ulishindwa, haitajalishi. Jua kwamba ulikuwa na sehemu nilishindwa kwa sababu nilikuwa mjinga, lakini leo nina akili zangu, nimekuwa mtu mzima katika Bwana, nimetambua nafasi yangu. Rudi kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Rudi kwa Mungu. Kaa tayari kumsikiliza Mungu. Mungu atakuvusha, atakupelekea kule ambako Mungu anataka ufike na ukafanye kazi yako kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho, Mungu anavyomwandaa mtu, tunasema wito wa Mungu una gharama. Wito wa Mungu una gharama. Amen. Una gharama. Unajua gharama Hakuna vya bure. Umejiandaje kugharamia huu wito ambao Mungu ameweka ndani yako? Umejiandaje? Kuna gharama ya kujitoa. Amen. Kikamilifu. Kutoa muda wako. Kutoa kwa ajili ya maombi. Kumtafuta Mungu ni gharama. Kuacha usingizi ni gharama. Huwezi kuwa tai kama hujavuka misukosuko hapo katikati. Kuna wingu, kuna upepo mkali, kuna dhoruba. Ili uwe tai,
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio gharama. Kuna vitu ambavyo lazima ugharamie, maisha yako yawe yaani ugharamie ili uwe mtu wa yule ambaye Mungu anamtaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wataka Mungu awatumie? Umejiandaa kugharamia? Wanyoshe mkono wale wako tayari kugharamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Upo tayari kugharamia? Acha usingizi. Jitoe kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Toa katika maombi. Tafuta muda kumtafuta Mungu. Hata kama watu wengine wote wataacha kuomba, wewe umtafute Mungu sababu Mungu ana haja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana haja na wewe. Ana haja na wewe. Kuna mateso. Kuna kukataliwa pia. Kuna kukataliwa. Juzi tulisikia ushuhuda mzuri hapa, tuko kwenye maombi hapa. Hamisi anajaribu kusimulia namna ambavyo baada ya kuokoka ndugu zake wengine walimjia juu, wakamtenga. Akasema umekuwa mlokole wewe na nini. Akasema kwamba Bwana, mimi sasa hizi ni mtu mzima, nina maamuzi yangu mwenyewe, ninajua ninachokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni gharama. Ni gharama ya kukataliwa, gharama ya kukimbiwa na watu wa karibu, gharama ya kutukanwa. Akasema wewe ni mjinga, mlokole wewe, hautafanikiwa katika familia yako wewe. Wanakung'onga, lakini Bwana anajua anakupeleka wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uvumilivu na kujikana. Haleluya. Kujikana. Kwa hiyo gharama ya kuacha. Musa aliacha maisha mazuri ya ikulu. Ilikuwa ni gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aliacha utukufu mbinguni. Itakaa kae kule mbinguni kule, akae kule. Lakini aliacha kule aje hapa duniani. Akapitia maisha ya mateso, aliona njaa, alipigwa, alijeruhiwa. Hiyo ilikuwa ni gharama kuelekea kwenye utukufu ambao Mungu alipanga. Lakini pia Paulo alipitia viteso, vifungo vingi, mateso mengi, njaa, dhiki nyingi alipitia. Lakini ilikuwa kwamba Mungu ana makusudi naye ili amtumikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika wito huu wa gharama kuna moyo wa kujitoa. Mungu akupe moyo wa kufanya nini? Wa kujitoa katika ibada, katika mafundisho neno la Mungu. Unaotupata potea wiki, haonekani kanisani. Mara ngapi? Mungu atakuhudumiaje wewe? Katika mchakato huu busy. Wengine katika tuko busy for nothing, wengine wanasema kabisa. Unapatikana wapi? Unapatikana wapi? Kujitoa. Lakini pia kuna gharama ya uaminifu. Uaminifu pia. Mungu anataka kupeleka, lakini wewe ni uaminifu. Biblia inasema ukiwa mwaminifu katika mambo madogo, atakufanya uwe mwaminifu katika mambo nini? Makubwa. Ni mwaminifu katika kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kuna huduma ndogo ambayo Mungu inawezekana ndogo tu unaona ni ndogo. Pengine Mungu amwambia wewe bwana utafanya kazi za kupamba tu. Utakwenda kufanya kazi za kufagia tu. Utakwenda kazi za kuangalia kule chooni. Unafanya kazi uko unafanya hivi. Yaani vitu vidogo unaona kama ni vidogo lakini Mungu ana mpango wa kutoa hapo kwenda kwingine kule. Je, wewe ni mwaminifu katika hayo? Unaona kama mbona mimi nafanya tu, mbona wenzangu wanaimba, mimi sina huduma za kuimba, za kuhubiri ndio huduma. Kumbe Mungu anataka uaminifu katika hicho kidogo ili akuokoe, akukuza, kupeleke juu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mfano mmoja itoa mfano mtu. Sema kuna binti moja yuko kanisani. Alikuwa tu mtu mzuri tu msomi, lakini Mungu akamwambia wewe kazi yako hapa utakuwa ni kufagia choo. Kudeki choo na nini. Basi akawa mwaminifu kusema Mungu, kweli mimi na engineering yangu hii nini wewe nafanya kazi tu ya kudeki choo. Nafundisha kuhusu uaminifu. Amen. Basi akamsikiliza Mungu, akawa anafanya kazi hiyo, akafanya kazi. Sasa kuna wakati mchungaji akawa amealika wageni pale kanisani kwake. Akaona wageni wengine walikuwa watu wa maana tu, lakini wengine hawajaoa. Kamuona mmoja nataka binti anayefagia kule, ninaona kama ni mtu, ninaona naguswa. Akamwambia mchungaji, nimeona binti fulani anafanya kazi pale, vipi? Basi bwana, kupitia huduma hiyo jamaa, basi yule dada watu akapata mme mzuri tu. Amen. Naweza kuambia kwamba vitu vingine unang'ang'ania, lakini Mungu kuna sehemu ambayo unataka. Kuna sehemu ambayo Mungu amekufix hapo, lakini wewe hutaki kuwa fixed. Unakimbia. Unatafuta mama kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
Nataka ufikirie kuna vitu ambavyo Mungu anasema nawe, kuna vitu vidogo dogo anasema na wewe, lakini ana mpango mahususi wa kupeleka hatua nyingine. Ukisoma katika Luka 9:23. Luka 9:23 anasema hivi, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna gharama ya kubeba msalaba kila siku ili umfuate Mungu. Kwenye wito ambao Mungu amekuitia, kwenye yale ambayo Mungu ameweka ndani yako, anataka ufike huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Gharama. Kwa hiyo kusudi la Mungu hutupa sababu ya kuita, kwa nini tumeitwa. Si ndio? Kwa hiyo kila mmoja akae na kutafakari, kwa nini umeitwa? Umeitwa kufanya nini? Amen. Na katika mchakato Mungu anataka kukujenga. Anataka kufanyaje? Kukujenga. Na kukujenga hapa tumeona kwamba wakati Musa anaendelea kujengwa, tumeona kwamba kuna miaka 40. Miaka mingapi? Miaka 40 ya kukaa wapi? Ikulu. Kule alikuwa anajifunza mambo mbalimbali. Mungu akiwa anamwandaa kuwa mwokozi. Aone mambo makubwa ya katika ikulu, aone mambo makubwa ambayo yanafanyika kwenye hiyo nyumba ya Farao. Alijifunza hekima, akajifunza nidhamu, akajifunza ujuzi wa uongozi. Kwa sababu alikana nani? Alikana mfalme, maana alijua namna gani mfalme anavyoamua mambo kwa hekima na anavyofanya kazi anapoongoza kwenye nyumba ya Farao. Lakini Mungu alikuwa akimtengeneza kuwa kiongozi wa taifa kubwa. Kwa sababu alitaka kumpeleka kwanza, ile ilikuwa ni field ajifunze. Miaka mingapi? 40. Bwana asifiwe sana. Lakini ukisoma tena tunaona kwamba kulikuwa na miaka mingine 40 akiwa wapi? Jangwani. Miaka mingapi? 40 akichunga. Maana yake nini? Mungu alikuwa anamvua kiburi, kujiona, si ndio? Sasa mimi ni mtoto wa kifahari wa kishua. Wangapi watoto wa kishua hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anamvua ili aweze kujitegemea, aondoe kiburi cha kibinadamu ambacho kilikuwa ndani yake. Akawa mchungaji wa wanyama. Kwa hiyo akiwa kule Mungu alimfundisha unyenyekevu, alimfundisha uvumilivu. Amen. Alimfundisha kumtegemea Mungu. Amen. Lakini pia alijifunza kutunza mali ya wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu angemkabidhi vitu, angemkabidhi mali kubwa huko mbele. Alijifunza kutunza mali za wengine. Hapo alikuwa anachunga kondoo. Uaminifu pale, si ndio? Ingekuwa mtu mwingine wa kondoo anauza, mwingine hapo anauza, anasema bwana yule kondoo aliibwa. Walimuiba, walikuja dubu waliiba, lakini alikuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini miaka mingine 40, kulikuwa na miaka mingine. Miaka 40 ya awamu ya 3 ilikuwa kwenye huduma ya ukombozi wa wana wa Israeli. Miaka mingapi? 40. Na Mungu ni wajabu sana jamani. Sasa mimi na miaka kama 43 hivi. Kwa hiyo ina maana kwamba Musa tangia alikuwa anaenda kwa intake miaka 40 akimwandaa. Na hapo bado tu. Yaani maana yake amemwandaa akiwa na miaka 40, akiwa na miaka 80 ana jamaa ametoka kule anachunga mifugo, kondoo wa mke wake. Na Biblia inasema wa jamaa alifanya kazi kwa uaminifu, lakini aliondoka kapa. Hakuondoka nacho chote. Kwamba alijua kabisa ni hapa nikitoka hapa, yani kwa kweli hapa alikiangalia hapa mzee bwana kwa miaka 40 nimechunga hapa, ataligawia mifugo hapa, ataligawia nusu kwa nusu. Baba mkwe akataki utani, nasikia aliondoka kama alivyo na fimbo yake, na akasema walikuwa na punda alitolewa, lakini hiyo punda pia hakupanda yeye. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unajua mtu mwingine akafika sema hivi, Mungu wewe ni Mungu wa namna gani? Mungu huna huruma. Mungu lakini Mungu alimtengeneza, akamtengeneza. Ametoka ikulu, amejifunza mambo ya uongozi, lakini ameenda jangwani, amejifunza namna ambavyo anataka kujengwa. Kiburi kiliondoka, akajengwa uvumilivu, akajengwa kumtegemea Mungu. Lakini hii miaka ya ukombozi ndio sasa Mungu aliongoza watu, Musa aliongoza watu wa Mungu kutoka utumwani. Anaenda sasa, kwa ameshajengwa, anakwenda kuwakomboa watu wake.
Bwana Yesu asifiwe sana. Angekuwa pale pale aweze kwa katika miaka ile 40 alivyomuua yule Misri, akaonekana akasema sasa nipo tayari kuokomboa. Yaani jamaa angepigwa siku ile ile na angekufa. Na historia yake ingepotea. Lakini Mungu alimtoa hatua moja hadi hatua nyingine. Aliwaunganisha na kuwaleta taifa moja, wakaungana, wakaanza safari ya kuelekea kwenye nchi ya nini? Ya ahadi. Na akawafikisha kwenye mpaka kabisa, kwenye ukingo wa kuingia nchi ya ahadi. Hakuingia, akaishia pale. Bwana asifiwe sana. Kwa nini hakuishia? Hiyo ni story nyingine. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu yuko hapa Mungu anatamani amtumie. Natamani kutumie kwa viwango vikubwa. Mwaka huu tumejinasibu kabisa, tumesema kwamba huu ni mwaka wa kutumiwa na nani? Na Bwana. Ni mwaka wa kutumiwa na Bwana. Kwa namna gani upo tayari Mungu akutumie? Uko tayari kutumiwa na Bwana? Unaweza kusema ndio, Mungu niko hapa. Au unakimbia? Unaruka? Hizo kazi, hizo wanasema, wengine wanasemaga hiyo sio vitu vyetu. Sio, sasa unasema kitana nasema hayo sio mambo yetu. Hivyo sio vitu vyangu. Vitu vyako ni vipi? Tuambie. Vipi vitu vyako? Bwana Yesu asifiwe sana. Upo tayari kutumiwa na Mungu? Upo tayari kutumiwa na Mungu? Upo tayari kuandaliwa? Upo tayari kuvunjwa? Kiburi kiondoke. Umwamla ndani uondoke. Watu wengine sisi Wahehe tunasema sisi Wahehe bwana. Yaani kuna vitu kama hivyo lazima vivunjwe. Kiburi kivunjwe. Utengeneze unyenyekevu ndani yako. Mungu akutumie vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Upo tayari kutumiwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu? Haleluya. Mungu anataka moyo wa kujitoa. Anataka moyo wa utulivu na utiifu. Moyo wa utayari kumtumikia Mungu katika mazingira yoyote. Kwa ajili ya kuokoa watu, kwa ajili ya huduma mbalimbali, kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya uinjilisti, kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka watu. Nimalizia katika mstari hii ambayo Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusimame. Sijajua namna gani ambapo Mungu anataka akutoe hapo ulipo. Sijajua namna gani ambapo Mungu sielewi namna gani, lakini hili somo mimi limenigusa binafsi, limenijenga. Natamani Mungu ainue watu wengi ambao wako tayari kwa ajili ya kazi yake. Natamani Mungu atutoe. Kuna huduma mbalimbali zipo. Nataka Mungu akutofautishe na watu wengine. Mungu akugeuze, ageuze mwelekeo wako, ageuze nia zako, ageuze mitazamo yako. Hawezi kuwa mkombozi wa taifa la Israeli ukiwa mtu wa kulialia. Huwezi kuwa mkombozi katika nyakati tulizonazo katika familia zetu, katika jamii tunayotuzunguka, katikati ya watu watenda dhambi, katikati ya watu ambao wanahangaika, kama haujatoka kwenye hatua ulionayo. Unatamani kwenda hatua nyingine zaidi. Chukua hatua nyingine zaidi ya kumtafuta Mungu, kuelekea kwenye wito ambao Mungu ameweka ndani yako. Sidhani kama uko hapa tu kuja kanisani na kuondoka. Sidhani. Kuna kitu ambacho utakao kifanye. Kuna kitu utakao kifanye. Mchana wa leo mwambie Bwana, niko hapa Bwana, unisaidie. Nisaidie. Sijui namna gani ambao Mungu anaweza kukutumia kwa